Katika maandamano makubwa yanayoendelea hivi sasa nchini South Africa, maandamano makubwa yaliripotiwa kuzuka katika eneo la Kindi-Nzulu kuelekea Point District jijini Durban, eneo linalojulikana kwa biashara nyingi zinazomilikiwa na wageni pamoja na makazi ya raia kutoka mataifa mbalimbali. Polisi walitumwa kwa wingi kudhibiti hali hiyo, huku wakiwa na hofu ya vurugu na mashambulizi dhidi ya wageni. Kwa mujibu wa ripoti za ndani, karibu biashara zote zinazomilikiwa na wageni katika eneo la Point zilifungwa wakati wa maandamano hayo. Biashara zilifungwa zilijumuisha saluni, sehemu za kufulia, mikahawa midogo pamoja na maduka ya nguo. Hata hivyo, baadhi ya biashara zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini ziliendelea kufanya kazi kama kawaida. Mvutano uliongezeka baada ya waandamanaji kudai kupata taarifa kuwa baadhi ya majengo katika eneo hilo yalikuwa yakitumika kuhifadhi dawa za kulevya. Kundi la waandamanaji lilijaribu kuingia kwa nguvu katika moja ya majengo hayo na kusababisha uharibifu kwenye mlango mkuu wa jengo hilo. Wengine walionekana kujaribu kupanda ukuta ili kupata njia ya kuingia ndani. Ingawa wananchi wa kawaida hawakufanikiwa kuingia ndani ya jengo hilo, baadhi ya waandamanaji waliweza kufanya ukaguzi katika maeneo kadhaa ya jengo hilo. Baada ya ukaguzi huo, walidai kuwa hawakupata dawa za kulevya kama walivyodhani wakihisi awali. Katika moja ya video zilizosambaa mitandaoni, inaonekana raia mmoja wa Nigeria akitolewa nje ya jengo huku akituhumiwa na baadhi ya wananchi kuwa muuzaji wa dawa za kulevya. Tukio hilo lilisababisha umati mkubwa kushangilia, huku mamia ya watu wakijaa barabarani katika maeneo mbalimbali ya Point District. Licha ya uwepo mkubwa wa polisi, hali iliendelea kuwa ya tahadhari kubwa hadi jioni. Mamlaka zilionya kuwa mazingira hayo bado yalikuwa hatari kutokana na maandamano hayo ambayo yanafuatia mfululizo wa maandamano ya kupinga uhamiaji yaliyowahi kushuhudiwa katika miezi iliyopita. Harakati za March and March zimekuwa zikiongoza maandamano hayo kwa zaidi ya mwaka mmoja, zikidai kuwa uhamiaji haramu unasababisha kupungua kwa ajira kwa wananchi wa Afrika Kusini pamoja na kuongezeka kwa uhalifu na changamoto za kiuchumi. Akizungumza wakati wa maandamano hayo, mmoja wa viongozi wa harakati hizo, Jacinta Ngobese Zuma, alishutumu serikali kwa kile anachodai ni kushindwa kulinda maslahi ya wananchi wa Afrika Kusini. Hatuwezi kuwa sisi pekee tunaoheshimu sheria huku wengine wakivunja sheria bila hatua kuchukuliwa, alisema Ngobese Zuma. Baadhi ya waandamanaji walizungumza na vyombo vya habari walidai kuwa uwepo mkubwa wa wageni katika sekta mbalimbali za biashara umeathiri nafasi za ajira kwa wananchi wa ndani. Serikali ya jimbo la KwaZulu-Natal imeendelea kutoa wito wa utulivu na amani, huku ikionya dhidi ya vurugu au mashambulizi kwa wageni. Polisi waliendelea kufanya doria katika maeneo ya Point District, huku baadhi ya waandamanaji wakionekana kubeba silaha za jadi wakati wa maandamano hayo. Tukio hilo limezua mjadala mkubwa nchini South Africa kuhusu ajira, uhamiaji na usalama pamoja na changamoto za kiuchumi zinazowakabili wananchi wengi. Hii ni NNJ TV, mimi ni Abdul Majid. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kupata update kamili kila siku.